Changamoto ya ajira kwa vijana nchini Tanzania ni moja ya masuala yanayokabili wengi katika jamii, ambapo takwimu kutoka shirika la kazi duniani ILO linaonyesha kuwa zaidi ya 60% ya vijana wanakosa ajira na wengi wao wanakosa ujuzi wa kiufundi unaohitajika katika soko la ajira. Hali hii inaathiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi na hivyo kuleta changamoto kubwa kwa vijana kutimiza malengo yao. Hata hivyo, kuna miradi kadhaa inayotoa matumaini kwa vijana kama mradi wa mafunzo ya ushonaji unaoratibiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Kahama mjini, ambapo mradi huu wa mafunzo ulianzishwa kama sehemu ya juhudi za kusaidia vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato Kahama kupata ujuzi wa vitendo na kuwawezesha kujiajiri au kutafuta ajira katika sekta binafsi katika maeneo ya ushonaji, upishi, teknolojia ya kompyuta, utengenezaji wa sabuni na mengineyo mengi. Karibu katika makala haya, ambapo kwa leo tutangazia jinsi mradi huu unavyosaidia vijana kujitegemea, kupata ujuzi wa vitendo na kufikia ndoto zao. Msimulizi na mwandaaji wa makala haya ni mimi, Baraka Ngofira. Mradi huu ambao kwa awamu ya kwanza utadumu kwa miezi 6 unaratibiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Kahama mjini baada ya kupata ufadhili kutoka kwa mdau mmoja ambaye amefadhili mafunzo haya kwa vijana walio hiari kujifunza, kama anavyoeleza mchungaji wa kanisa hilo Elias Nyangusu. Wazo hili lilianza kupitia Msamaria mmoja, mtu mwema, ambaye yeye baada ya kuona Mungu amembariki kwa kiwango fulani, alipotazama hali ya kanisa, namna vijana wengi wanavyoishi wakiwa hawana kazi, wanayatafuta maisha kwa kupambana lakini changamoto ni nyingi, yeye alinijia akiwa na wazo kwamba mchungaji, ninajisikia kutokana na kile Mungu alichonibariki kutenda kitu fulani kuigusa jamii ya vijana ndani ya kanisa. Kwa hivyo alikuja na wazo kwamba ikiwa itakuwa vema kuwe na wito kwa vijana wanaoona kwamba ni wakati sasa wa kupata stadi za maisha, ujuzi mbalimbali, wajiandikishe ili yeye awe radhi kugharimia gharama za mahitaji, ikiwa ni pamoja na kuwatafuta wakufunzi, kununua vitendea kazi. Wao watoe tu muda wao kwa ajili ya kuja kujifunza na kupata ujuzi kwa ajili ya kukabiliana na maisha. Wazo hili lilikuwa ni zuri na kwa hivyo lilichukua picha pana na sura pana ya kikanisa, ndipo tulipoitisha wito, vijana wakajitolea. Kwa ufupi ni kwamba hapa kumekuwa na stadi mbalimbali. Vijana wamejifunza habari za utengenezaji wa sabuni nyingi, aina kama 11, sabuni za kusafisha vioo, sabuni za kusafisha vigae, za kusafisha masofa, za kufanya usafi vyooni, za kunawia na vitu kadhaa. Lakini kumekuwa na kozi za mapishi, utengenezaji wa bites mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sambusa, ubuyu wa maziwa na vyakula vingine vingi. Lakini kando na hizo kumekuwa pia na stadi za kujifunza ushonaji bora, sio tu ushonaji wa kawaida. Tuna mafundi wazuri, vijana wanajifunza ushonaji wa suti nzuri za kisasa na mavazi mengine ya kiume na ya kike. Lakini pia kumekuwa na mafunzo ya kompyuta katika level tofauti tofauti. Kumekuwa na mafunzo ya graphics design, lakini kuna mafunzo ya computer basics na hatua zingine za ujuzi wa kompyuta. Kwa hivyo yamekuwa ni masomo mazuri kwa kweli. Tunajivunia kuwa na siku hizi na madarasa haya ambapo vijana wanapata ujuzi. Mwitikio umekuwa mzuri sana. Vijana wengi wanarudisha mrejesho kwamba wanapata stadi nzuri za maisha, na wengi wa vijana wanaojifunza hapa sio kwamba hawana elimu. Wana elimu na ujuzi mwingine wa vyuoni, lakini wameamua kuchagua hivi kwa sababu taifa letu pia linaelekea katika maisha ya kujitegemea zaidi kuliko kutegemea ajira. Kwa hivyo wameona ni vyema kuwa na ujuzi mwingine kuyakabili maisha katika hiyo hali, ili waweze kuyamudu maisha, lakini pia kumtumikia Mungu, hasa kwa kuwa uaminifu kwa kumrudishia Mungu zaka na kumtolea sadaka za shukrani. Mafunzo haya yamewaleta vijana wa kiume na wa kike zaidi ya 100 ambapo wamenufaika na mafunzo haya katika nyanja tofauti tofauti, ikiwemo ile ya ujasiriamali, utengenezaji wa sabuni kwa aina zake, upishi, ushonaji pamoja na kompyuta, ambapo hapa wanaeleza namna mafunzo haya yatakavyowezesha kufikia ndoto zao. Baada ya kufika hapa nilishawishika sana kuona wanafunzi na watu wengine walivyojitoa na watu wazima
kwa ajili ya kujifunza kozi hii. Ukweli ninamshukuru Mungu sana. Lakini pia hapo awali kabla sijahudhuria hapa, nimekuwa nikifanya biashara ambazo nimekuwa ni kawaida yangu kufanya ili kujiingizia kipato. Lakini zaidi nimekuwa nikishona nguo tofauti tofauti. Lakini lengo na nia na kusudi langu la kuja hapa ni kujifunza nguo aina nyingine ambazo kwa kweli nilikuwa sizijui. Kuna nguo za kike ambazo bado zilikuwa zinanishinda, kuna nguo za kiume ambazo nilikuwa sijui kabisa. Kwa baada ya kufika hapa, mwalimu wetu akatuambia kwamba kutakuwa na nguo tofauti tofauti nyingi, tutajifunza kukata pamoja na kuzishona. Kwa binafsi nilifurahi na niliona ni fursa ya pekee, kwa sababu tasnia hii ya kuvalisha watu ni nzuri sana. Dunia inakoelekea, fundi sio mtu wa kawaida tena. Fundi ni mtu wa kipekee kwa sababu moja, ukimwangalia mtu jinsi alivyovaa, unaweza ukamuelewa yeye ni nani hata kama hajaongea. Kwa sababu moja, mtu akivaa vibaya au nguo yake isipokuwa nzuri, unaweza kumtafsiri kama mtu fulani hivi wa ajabu. Lakini mtu akiwa amependeza, hata kama ana mapungufu yoyote, amejistiri vizuri, unaweza ukampa uthamani hata kama hujazungumza naye. Hii unaweza ukanielewa vizuri. Kwa hiyo kuwa fundi ni kazi nzuri na ni ya kipekee sana. Kadri dunia inavyoelekea, mafundi ni watu wakubwa, wanavalisha maraisi, wanavalisha watu wakubwa, na kila mmoja anahitaji kupendeza. Kwa sababu mtu akipendeza anakuwa na confidence. Kwa hiyo ninapenda sana kazi hii, maana inanipa furaha binafsi ninapoifanya, zaidi inanifanya niwafurahie wengine kushirikiana nao. Kwanza walimu wetu ni walimu ambao wana moyo, wana juhudi, yani wanapotufundisha wanafundisha vizuri. Na sisi wanafunzi ni kwa sababu tunapenda, na mimi tutafika mahali pale tunapopata. Mradi huu unatajwa kuwa moja ya njia zitakazohakikisha kuwa vijana hawa wanapata fursa kujifunza ujuzi wa maisha utakaowawezesha kuwa na uwezo wa kujitegemea na kuchangia katika maendeleo ya jamii pamoja na kanisa kwa ujumla. Baada ya kujifunza ujuzi huu, tunatarajia kwa neema ya Mungu, moja, wale waliopata ujuzi huu wajiunge katika vikundi, tukianza na rasilimali chache hizi ambazo zimepatikana katika kuanzisha madarasa, kwa mfano mashine za ushonaji na mtaji kidogo kwa ajili ya wale waliopata ujuzi wa mapishi na sabuni. Matarajio yetu ni kuanzisha vikundi vya pamoja ili kujiingiza sasa katika ujasiriamali. Ule ujuzi tuliokuwa nao uingizwe katika vitendo, bidhaa zizalishwe, tutengeneze nembo maalum kabisa za kikundi. Tukifanya hivyo kwa uadilifu na kwa ushirikiano, tunahitaji baada ya hapa ujuzi uzae rasilimali fedha, alafu kuwe na kujitegemea zaidi kuigusa jamii pana. Lakini bii yake ni kwamba kwa sababu tumekuwa pia na vitendea kazi vingi vya kutosha, mashine sio chini ya 15 za ushonaji na kompyuta kadhaa zimenunuliwa, nia yetu ni kwamba darasa hili lisiwe la mwisho. Tupige hatua kutokea hapa kwa kutengeneza miundombinu yetu ili tuwe na chuo cha ufundi hata katika viwango vya kawaida vya chini vya kuanzia. Tuende katika mamlaka husika zinazotoa ridhaa na vibali ili kuenda katika uwanja mpana zaidi wa kuigusa jamii hata iliyo nje ya kanisa la kwetu hapa Kahama. Walionufaika na mafunzo haya, kila mmoja na hadithi yake iliyomfanya ingie kwenye mafunzo haya, hususan mafunzo ya ushonaji ambayo wengi wamepata mwitikio mkubwa kutoka kwa vijana wa kiume na wa kike, ambapo nikavutiwa kusikia yaliyo nyuma ya pazia. Wakati ndo unaanza kuona fundi cherehani, mimi wazazi wangu waliniambia uende sasa ukajifunze cherehani. Nilikataa kabisa. Nikasema cherehani? Hakikuwa ni kitu unachokipenda wala hakikuwa moyoni. Maana nikipiga hesabu ya wale mafundi wote walioko mtaani, naona ni wengi. Nitapata wateja, nani ataniamini? Kwa hiyo niliona sitaweza. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka juzi, nilikuwa najitafakari sana. Na nilikuwa kwenye kipindi ambacho niko na maombi serious sana. Nikamwambia Mungu, nisaidie unipatie kitu ambacho kitaniingizia pesa kwa namna ambayo hata niwe wapi, hata nibadilishe mazingira kiasi gani, nitakuwa na uwezo wa kukifanya na kikaniingizia pesa. Sasa baada ya maombi hayo, baada ya muda kupita, Mungu alijibu. Nilijikuta tu napenda kushona kwa sababu pale nyumbani kulikuwa kuna cherehani.
nikajikuta napenda tu mwenyewe, naangalia kwenye simu, wanakataje hivi, wanafanyaje, wanakanyagaje, wanaweka uzi vipi. Kwa hiyo nikajikuta nimependa, na baada ya muda tukapata mgeni ambaye ni dada yangu, yeye tayari ni fundi. Kwa hiyo nikawa namuangalia anapofanya. Kwa hiyo nikajikuta sasa nimependa na nikatamani, nikagundua huenda hii ndio kazi ambayo Mungu mimi amenichagulia. Kwa hiyo tangu hapo sikuwahi kuifanya kwa uregevu. Nimekuwa nikidumu kujifunza zaidi, na nilipopata fursa hii sikuichezea. Nilijongea, nikasogea ili pia niweze kupata ujuzi mwingi zaidi. Wengi hushindwa kutofautisha aina mbalimbali za ushonaji, lakini hapa nikapewa darasa. Kuna ushonaji wa vitu ambavyo vinavarika na kuna ushonaji wa vitu ambavyo havivariki. Kwa mfano, ushonaji wa vitu ambavyo havivariki ni kama vile ushonaji labda wa makava ya magari, siti za magari, ushonaji wa maturubari ya mabodi ya magari. Huo ni ushonaji wa vitu ambavyo hauvariki, yakiwemo ni pamoja na matenti, ni vitu ambavyo havivariki. Ushonaji wa vitu ambavyo vinavarika ni nguo ambazo zinazovaliwa na mwanadamu. Huo ndio ushonaji wa nguo ambazo zinazovarika kwa mwanadamu. Kwa hiyo mimi niko hapa kama mwalimu wa kufundisha ushonaji wa nguo zinazovarika na mwanadamu. Tunaposema ufundi nguo, najua wengi wanatambua kwamba fundi nguo wanaitwa fundi cherehani. Lakini fundi cherehani, ukae kujua kwamba fundi cherehani yeye kazi yake ni kutengeneza cherehani ile endapo itakapokuwa imeharibika. Akitengeneza ikakaa sawa, yule ndo anaitwa fundi cherehani. Lakini fundi nguo ni yule ambaye unayempelekea kitambaa chako, ukahitaji kwamba nataka nguo ya aina fulani, mathalan labda nahitaji suti au nahitaji gauni la aina fulani, akakutengenezea kutokana na matakwa yako wewe mteja unavyotaka. Akishatengeneza ikatoka jinsi unavyotaka wewe, yule ndo anaitwa fundi nguo. Wapo wengi ni mafundi, lakini swali langu kubwa likawa ni kwa namna gani naweza kumtambua fundi mzuri na hana sifa zipi? Ili fundi nguo atambulike kuwa kwamba huyu ni fundi mzuri, maana sifa zote zinabebwa na neno fundi mzuri. Sifa ya kwanza, inatakiwa fundi awe ni fundi anayetoa kazi nzuri anayoitaka mteja. Sifa ya kwanza hiyo. Sifa ya pili, inatakiwa awe mwaminifu kwa mteja. Mkikubaliana labda kwamba kazi yangu inahitaji kwa muda wa siku 5, wewe fundi ukakubaliana na mteja kwamba ndani ya siku 5 itakuwa tayari ile kazi na ukaipokea, ukikamilisha kwa ndani ya zile siku 5, hiyo ni sifa ya pili. Sifa ya tatu, fundi unatakiwa uwe na moyo kama wa mwalimu wa awali. Mwalimu wa awali huwa anachukulia madhaifu ya watoto wote, anapokea watoto walio na uelewa na ambao hawajawa na uelewa, kwa sababu hata wateja nao pia wapo walio wakorofi na walio wastaarabu. Kwa hiyo wewe fundi kama fundi haitakiwi uwe mkorofi, uwe mkali kwa wateja wako. Kubali kuwa unapokea mabaya yote ya wateja wanaokuletea, uyapokee, usijibishane nao vibaya, usigombane nao. Wewe siku zote wewe ni mtu wa kushuka chini, ndipo kazi yako itaenda vizuri. Na hiyo ndio sifa ya fundi mzuri. Kipindi cha nyuma jamii ilikuwa inachukulia ufundi nguo kama vile ni kazi ambayo ya mtu aliyefeli. Lakini kwa kipindi kama hiki tulichonacho, kazi ya fundi nguo sio kazi ya mtu ambaye aliyefeli maisha. Kazi ya ufundi nguo ni kazi ya mtu ambaye tayari ana akili zake timamu, ana elimu yake kubwa. Bila kuwa na elimu huwezi ukaifanya hii kazi, kwa sababu mle kuna mahesabu, unaona, kuna kukariri, unaona, vile vitu vyote huwezi ukavifanya kama huna elimu. Na bado mafundi wanaofanya kazi ya ufundi nguo wapo walio na maisha mazuri kabisa kuzidi hata watumishi walioko serikalini, unaona. Na bado kazi ya ufundi nguo ina wigo mpana wa maendeleo. Unaweza ukawa na ufundi nguo wako kafungua ofisi ndogo, baadaye ile ofisi inaenda na kuwa hatimaye inakuwa kiwanda. Kutokana na hilo nikawauliza wanafunzi hawa ambao kwa sasa wapo mafunzoni, watawezaje kujitofautisha na mafundi wengine walio mtaani, ikizingatiwa ule msemo usemao
Fundi mkweli ni kinyozi pekee, na wamejipangaje kuhakikisha kuwa wanalimudu soko. Fursa ni nyingi sana, tena sana katika soko la ushonaji. Kama tunavyojua, mafundi ni wengi sana. Yaani ni wengi mno. Kwenye mtaa mmoja unaweza kukuta kuna mafundi wengi, lakini kila mtu ana kitu chake cha pekee. Unaweza ukaona kukata nguo na kuishona ni kitu kile kile, lakini kuna utofauti mkubwa sana. Naweza nikashona gauni ya solo na huyu akashona gauni ya solo, lakini ukaona ni vitu viwili tofauti. Fursa ninayoendeleza kuisemea kwa wakati huu ni usmati wa kazi. Unapokuwa smart kwenye kazi zako, itawavutia watu wengi waje na kuwa wateja wako. Tasnia hii ya kushona nguo, watu wanapenda sana kuvaa nguo. Kama tunavyojua, kila mtu lazima apendeze, kila mtu ni lazima avae nguo. Kwa hiyo fursa ni kubwa hasa kwa wanawake. Wanawake ni watu wanapenda sana kuvaa kuliko wanaume. Kwa hiyo nilivutiwa sana, nikasema naweza kujiunga na kushona nguo za aina zote ili nisipoteze gap. Kila mteja awe mteja wangu na kazi zangu nizifanye kwa usmart ili kuweka utofauti na mafundi wenzangu wengine. Ila mimi nimejipanga. Japokuwa mafundi ni wengi, ila mimi na mimi nitakuwa the best kwa sababu kama mafundi ni wengi lakini ushonaji wao ni tofauti. Ili mimi niweze kuwa ni tofauti na wao, ni lazima nijiweke tofauti jinsi ninavyoshona, niwe mwaminifu kwa wateja wangu, niwashonee vizuri, niwashonee kama sitaki kuja tena kushona. Kwa hiyo nimejipanga hivyo kwamba nitakuwa mwaminifu na nitawashonea watu vizuri sana. Ili watakapokuwa wanaonekana huko mtaani akiulizwa umeshonea wapi, waambie fundi fulani kwa fundi fulani. Kwa sababu ukimshonea mtu vibaya hawezi hata akaitangaza jina lako kwa sababu umemshonea vibaya. Ila ukimshonea vizuri, watu watamsifia, watamuuliza umeshonea wapi, ataelezea nimeshonea kwa fundi Jerry. Ataambia twende tupeleke na sisi, wanakuleta. Kwa hiyo ni hivyo. Ni juhudi zako binafsi wewe mwenyewe kujitahidi kuwashonea wateja wako vizuri na uaminifu wako kwa sababu mafundi wengi sio waaminifu. Ukiwa mwaminifu na watu watakupenda. Huko ninakoelekea natamani kugrade zaidi. Nifike hatua nishone mashela, nguo za harusi, nijikite sana huko kwenye kushona nguo za shughuli na harusi, zikiwemo suti za kiume na za kike. Yaani nichanganye nguo za kiume na za kike, lakini kwa level ambayo ni nguo special sana ya kuendea sehemu fulani. Sitashona tena nguo za kawaida sana, maana na bei yake inakuwa ni ndogo. Unajikuta unafanya kazi kubwa lakini pesa inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo muda unavyozidi kwenda, ninatamani sana nishone nguo za shughuli ambazo zitaniingizia kipato kikubwa ili kuendelea kusurvive binafsi. Kutokana na mafanikio makubwa ya mradi huu, Kanisa la Waadventista wa Sabato Kahama lina mpango wa kupanua mafunzo haya ili kuwafaidi vijana zaidi katika manispaa ya Kahama na maeneo ya jirani. Pia nia ya kuanzisha vituo vya mafunzo zaidi ili kuwasaidia vijana kutoka katika familia za kimaskini na zile za vijijini ambapo fursa za mafunzo ya kiufundi ni nadra. Kwa sababu tumekuwa pia na vitendea kazi vingi vya kutosha. Mashine sio chini ya 15 za ushonaji na kompyuta kadhaa zimenunuliwa. Nia yetu ni kwamba darasa hili lisiwe la mwisho. Tupige hatua kutokea hapa kwa kutengeneza miundombinu yetu ili tuwe na chuo cha ufundi hata katika viwango vya kawaida vya chini vya kuanzia. Tuende katika mamlaka husika zinazotoa ridhaa na vibali ili kuenda katika uwanja mpana zaidi wa kuigusa jamii hata iliyo nje ya kanisa la kwetu hapa Kahama. Pamoja na wengi kunufaika na mradi huu, hapa rai inatolewa kwa vijana pamoja na wale wenye moyo wa kufadhili miradi mingine kama hii ambayo itasaidia maendeleo ya vijana na kupunguza utegemezi kwa vijana wa Kitanzania ambao wengi hawana ajira. Nina neno fulani la kusema. Nimeguswa sana na hii roho ya watu kubarikiwa halafu wakatamani kuibariki jamii. Hebu shiriki nami katika maneno machache katika kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho sura ya 8. Nitasoma ule mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 15. Kwako wewe uliyebarikiwa, unaitazamaje jamii ambao bado wanatamani kusaidiwa, kuinuliwa na kupewa msaada kuyakabili maisha na kujitegemea? Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 12 mpaka 15, Paulo anasema, maana kama nia ipo,
hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Kwamba Mungu anaitazama nia yako kutokana na vile ulivyo navyo. Ili kuinua jamii huhitaji kuwa na vingi zaidi ya ulivyo navyo. Katika vile ulivyo navyo ni swala la kutenga na kujali. Unaweza kugusa mkono wako kwa mwingine akabarikiwa. Katika ule mstari wa 13 Biblia inasema, maana sisemi hayo ili wengine wapate raha nanyi mpate dhiki, bali mambo yawe sawasawa wakati huu wa sasa, wingi wenu uwafae upungufu wao, ili na wingi wao uwafae ninyi mtakapopungukiwa, ili mambo yawe sawasawa. Na ndipo mstari wa 15 anahitimisha kwa kusema, kama ilivyoandikwa, aliyekusanya vingi hakuzidi, wala yeye aliyekusanya vichache hakupungukiwa. Kwa hiyo wito wa maneno haya unasema, ikiwa umebarikiwa, una kitu fulani, hebu muombe Mungu akusaidie ule wingi wa vitu ulivyo navyo uwafae wale walio na vichache. Maana maisha haya yanabadilika. Siku ambapo wewe utakuwa na vichache, wao wakawa na vingi, ule wingi wa vitu walivyo navyo utakuja kukufaa wewe pia katika wakati wa kupungukiwa. Kwa hivyo mimi niseme neno kwanza kwa wafadhili waliojitoa kufadhili mafunzo haya. Mungu awabariki sana. Huo moyo udumu. Huo moyo mliouonyesha kwa ajili ya kuihudumia jamii nyingine pia iinuke kiuchumi na katika kujitegemea. Ninamuomba Mungu awabariki zaidi na zaidi na kuwainua katika kazi zenu. Lakini nitoa wito kwa wengine ambao wanaona wamebarikiwa kwa namna fulani. Hebu usijisikie furaha tu kubarikiwa peke yako. Kanuni ya maandiko imetuambia walio na vingi wafanye namna viwafae wale walio na vichache. Lakini wale walio na vichache pia wakiinuliwa. Huu ni wito wangu kwa vijana waliosaidiwa. Utakapoinuliwa kutokana na fadhila za wale waliokuwa na huo moyo wa kusaidia, chukua huo moyo pia ukumbuke ulivyotendewa, wainue walio na vichache. Kwa hivyo kanuni ya Mungu ni kwamba aliye na kingi amuinue aliye na kichache. Aliye na kichache pia akiinuliwa akumbuke kanuni ni hiyo hiyo, kuwatafuta walio na kichache awainue. Mtoto kama ameonekana kuwa na maono ya kupenda kazi ya ufundi nguo, wasije wakamkatisha tamaa, bali wamsapoti. Kuna vyuo vya aina mbalimbali, wampeleke kwenye vyuo akafundishwe. Hata hapa kwetu tunawakaribisha, wampeleke kwenye vyuo akafundishwe. Kazi ya ufundi nguo si kufeli maisha. Kazi ya ufundi nguo ni kazi kama kazi zingine ambazo zinazoleta maendeleo katika familia, katika jamii na katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dunia ina changamoto nyingi sana. Unaweza ukawa umetarget, nikimaliza kusoma engineering yangu, nikimaliza kusoma udaktari, nikimaliza kusoma ualimu, natamani niende nikaajiliwe moja kwa moja. Hayo sio matarajio mazuri kujiwekea tayari, maana usipoajiliwa inaweza ikakuathiri kisaikolojia. Na unaweza ukajikuta unapoteza mwelekeo. Majirani wote na familia ilijua mtoto wetu akimaliza ataajiliwa, ikawa tofauti. Sasa baada ya hapo wengi wanapata kuchanganyikiwa. Nikawe fundi cherehani, nikawe fundi ujenzi, nikawe mtu fulani hivi mwenye fani nyingine kabisa ambayo sikusomea, anaona ni kujiaibisha. Lakini niwatie shime na moyo siku hii ya leo kwamba katika tasnia hii ambayo tuliopo ya mavazi ni kitu kinacholipa, na usiogope. Yaani usiogope. Kwa sababu gani? Daktari anaweza akawa analipwa mshahara fulani, lakini mimi ambaye ninashona, nikikaa vizuri, nikiweka target zangu vizuri, unaweza ukashangaa tunalingana. Yaani mwisho wa mwezi kile anachopokea tunalingana au ninamzidi. Na ukiangalia vizuri, watu ambao mnawadharau hawajasoma na ni wafanya biashara tu wa kawaida, wengi ni matajiri. Kwa hiyo nikutie moyo, elimu ni nzuri, kila mmoja ana jukumu la kusoma, kuondoa ujinga, lakini maisha huwa yanabadilika. Inapofika hatua, unatakiwa uache njia hii kuingia hii, unaweza, nikutie moyo, unaweza na ukafanya vizuri wewe binafsi, ukaweza kujisaidia na kusaidia watu wengine wanaokuzunguka. Rai yangu kwa vijana wanaojifunza, fursa hii haipatikani kila mahali. Sio kila mahali watu wanakuwa radhi kutoa mali zao, rasilimali zao kuigusa jamii ya vijana. Rai yangu kwa vijana, kwa kuwa fursa imepatikana,
mshahara mzuri au malipo bora wanayoweza kuyalipa, hasa kwa wale wafadhili waliotenda hivi, ni pale wafadhili watakapokuja kuona kwamba kile vijana walichojifunza kinaingizwa katika vitendo, kinaonekana kwa macho na kuonyesha kabisa kwamba kumbe darasa hili halikuwa bure. Kwa hiyo rai yangu, wajitahidi kuwa serious na kila ambacho wamejisajili kukitenda, ili mwisho wa siku hata jamii nyingine ikiona jitihada yao na bidii wanayoifanya baada ya ujuzi, nani ajuae, kunaweza kuwa na daraja kubwa zaidi la kuinuliwa kwa mafanikio kuliko wakibweteka, itakatisha tamaa. Lakini nitoe rai pia kwa vijana ambao hawajajiunga kwenye darasa hili. Wakati fulani ni vizuri kutumia kila fursa inayopatikana. Tofauti iliyopo kati ya watu waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa ni namna ya kutumia fursa zilizo mbele yetu. Kwa hivyo wakati mwingine wito kama ukitolewa, usikawie, kwa sababu wako wengi wamekuja wakiendelea kunisihi wajiunge na darasa wakiwa wamechelewa. Na sisi kwa ajili ya kuwa na mwendelezo mzuri wa darasa, kutokuwarudisha nyuma wakufunzi wetu, tuliamua kuchora mstari baada ya muda kwamba hatutapokea tena. Kwa hiyo wito wangu, tusicheze na fursa, kwa sababu mafanikio ni muda tulio nao kujumlisha fursa tunazopewa. Mradi huu wa mafunzo stadi unaratibiwa na Kanisa la Adventista Sabato Kahama mjini. Umeonyesha mafanikio makubwa na unatarajiwa kubadili maisha ya vijana kwa kutoa mafunzo ya vitendo na kuwapa vijana ujuzi wa kiufundi, ambapo mradi huu utawezesha vijana kujiajiri, kuanzisha biashara zao na hata kupata ajira katika sekta mbalimbali. Vile vile, mradi huu umejenga matumaini kwa jamii ya Kahama na kuonyesha kuwa na fursa ya kujifunza na kujitegemea inaweza kubadili maisha kwa njia kubwa, ambapo huu ni mfano mzuri wa jinsi juhudi za kijamii na ushirikiano wa wafadhili pamoja na mchango wa taasisi za dini unavyoweza kuwa na athari chanya katika maisha ya vijana na jamii kwa ujumla. Hadi wakati mwingine, mimi ni Baraka Ngofira.